Mjambo na habari za asubuhi wa wasikilizaji na watazamaji wetu wapendwa Kivu News Info. Tunakaribisha tena kufuata matangazo yetu ya asubuhi ya leo tarehe 6 za mwezi wa pili mwaka 2026. Tuko hapa pamoja nanyi kuwaletea habari za uhakika kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika na dunia kwa ujumla. Tukiangazia taarifa zinazohusu usalama, maisha ya wananchi na juhudi za kurejesha amani katika eneo letu. Nani Kivu News Info, kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wewe ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote tunakusia kufanya kitu kimoja, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone, kueme vile na kupartager. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo yetu na mazungumzo yetu kila siku, kisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi na uendelea kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teroje Longa, basi nakualika kwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo tarehe 6 za mwezi wa pili mwaka 2026. Nani Kivu News Info, sauti ya wananchi, karibu tukupashe. Baada ya kubainika kuwa Rwanda imesusia utekelezaji wa makubaliano ya Washington, utawala wa Rais Donald Trump umeanza kuongeza shinikizo la moja kwa moja dhidi ya Kigali. Serikali ya Marekani inashtumu Rwanda waziwazi kwa kukiuka ahadi iliyoziweka wakati wa kusainiwa kwa mkataba huo kati yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makubaliano hayo yalilenga kusitisha mapigano pamoja na kuondolewa kwa uasi wa M23 katika maeneo yote waliowateka mashariki mwa DRC. Hata hivyo, miezi 6 tangu kutiwa saini, hali imekuwa tofauti kabisa na matarajio. Badala ya kuanza kujiondoa, waasi hao wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda wameendelea kuongeza mashambulizi na kupanua maeneo yao ya udhibiti. Kwa mtazamo wa Washington, hatua ni msingi sioweza kuepuka kwa kurejesha amani na kujiondoa haraka kwa vikosi hivyo. Kwa mujibu wa taarifa ya chombo cha uchunguzi cha Africa Intelligence, utawala wa Marekani umepanga kuimarisha vikwazo dhidi ya serikali ya Kigali. Vikwazo hivyo vinatarajiwa kuwalenga maafisa wakuu wa usalama wa Rwanda wanaotumiwa kuhusika moja kwa moja au kwa njia isiyo moja kwa moja katika kusaidia kundi hilo la M23 licha ya ahadi za kidiplomasia zilizotolewa. Mbunge wa chama cha Republican Chris Smith, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ndogo ya masuala ya Afrika katika baraza la wawakilishi, ametaka serikali ya Trump kuchukua hatua kali zaidi. Baada ya mazungumzo yake na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, Smith alipendekeza kwamba vikwazo hivyo vimlenge hata Rais Paul Kagame mwenyewe, akimtaja kwa kuwa mhusika mkuu wa mgogoro unaoendelea mashariki mwa Kongo. Kwa upande wake, Kigali imedai kukanusha tuhuma hizo, ingawa hivi karibuni Rwanda ilikiri kuwepo kwa ushirikiano wa kisiasa na waasi wa M23. Serikali hiyo inadai kuwa haina msaada wa kijeshi wala wa kiutendaji wa kundi hilo la waasi. Kauli hii imeendeleza kuzua mjadala mkubwa katika medani ya kimataifa, huku ushahidi kutoka Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ukiendelea kuonyesha uwepo wa mkono wa Kigali katika vita hivyo. Kupitia onyo hili jipya, Washington inatuma ujumbe ulio wazi: amani ya kudumu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itapatikana tu ikiwa majeshi ya Rwanda na wapiganaji wa M23 wataondoka kikamilifu katika ardhi ya Kongo. Hilo ndilo sharti kuu la kufungua kurasa wa mazungumzo ya kweli yatakayoweza kuzaa mkataba mpya wa amani na kurejesha utulivu kwa raia walioendelea kuteseka na vita visivyo na mwisho mashariki mwa nchi. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa nakabiliwa na kile kinachoelezwa kuwa ni tatizo kubwa la kiufundi kwenye miundombinu yake ya nyaya za chini ya bahari, kampuni ya mawasiliano ya Rwanda MTN imeanza kupanua ushawishi wake wa kiteknolojia katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23. Katika mji wa Ruchuru Centre na Kiwanja, kadi za simu za kigeni zimegeuka kuwa suluhisho pekee kwa wakazi wengi waliokatika kabisa na mawasiliano ya ndani. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, mtandao wa MTN Rwanda umefungua mitambo ya kurudia sinyali maarufu kama repeter kwenye minara iliyopo Ruchuru Centre, hususan katika mtaa wa Murambi. Hatua hii imewezesha sinyali ya Rwanda kupenya kwa nguvu ndani ya soko la Kongo na kuwafikia watumiaji wengi zaidi kuliko waliokuwa hapo awali. Matokeo ya hatua hii yameanza kuonekana wazi. Kadi za simu za MTN Rwanda sasa zinauzwa hadharani katika masoko ya Ruchuru Centre na Kiwanja, jambo linaloashiria aina fulani ya kuunganishwa kidijitali kwa maeneo yayo ya mfumo wa mawasiliano wa Rwanda. Hali hii imeibua maswali mengi kuhusu mustakabali wa uhuru wa mawasiliano wa Kongo katika maeneo yenye migogoro.
Hata hivyo, hamasa ya wakazi kununua kadi hizo za kigeni haitokani tu na sababu za kisiasa, bali zaidi mahitaji ya kila siku. Kwa siku kadhaa sasa, huduma za intaneti imekuwa ikisumbuliwa vibaya kote nchini. Kampuni ya Vodacom Kongo ilitangaza rasmi kuwepo kwa itilafu iliyoathiri mfumo wa nyaya za chini ya bahari West Africa Cable System, alilosababisha wananchi wengi kukosa mawasiliano. Kukosekana kwa mtandao wa ndani pamoja na taarifa za uvamizi katika baadhi ya vituo vya kiufundi mashariki mwa nchi kumeacha pengo kubwa ambalo MTN Rwanda linaonekana kuliziba haraka. Kwa wakazi wengi, kunasa sinyali ya Rwanda ndiyo njia pekee ya kuwasiliana na jamii zao, kufanya miamala ya kifedha au kupata taarifa kuhusu mwenendo wa vita vinavyoendelea. Ingawa kwa raia hii inaonekana kama haki ya msingi ya kupata mawasiliano, upanuzi huu unazua hofu nzito ya kiusalama. Udhibiti wa mitandao ya nchi ya kigeni ndani ya eneo la vita unaweza kufungua milango ya ujasusi na ufuatiliaji wa mawasiliano ya wananchi. Mnamo mwaka 2019, serikali ya Kongo iliwahi kukanusha madai ya Rwanda kudhibiti miundombinu yake. Lakini uwepo halisi wa mitambo ya kurudia sinyali katika mtaa wa Murambi unaweza kulazimisha Kinshasa kuchukua hatua mpya kulinda mamlaka yake ya kidijitali. Rais wa Rwanda Paul Kagame ametoa kauli kali kuhusu mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisisitiza kuwa hatua za Rwanda kujilinda zihusiani kabisa na madini ya Kongo, bali ni majibu kwa vitisho vya usalama vinavyoendelea tangu mwaka 1994. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano wa kitaifa wa mazungumzo ya ushirikiano wa mwaka 2026 mjini Kigali, Kagame amesema tatizo kuu kati ya Rwanda na DRC linatokana na uwepo wa waasi wa kiutu wa FDLR ndani ya ardhi ya Kongo pamoja na kile alichokiita itikadi ya mauaji ya kimbari. Kwa mujibu wake, wapiganaji hao wameendelea kutoa vitisho dhidi ya Rwanda, huku baadhi yao wakidaiwa kuunganishwa ndani ya jeshi la Kongo. Kiongozi huyo wa Rwanda amekanusha vikali tuhuma kwamba Kigali inachochewa na tamaa za kunyonya rasilimali za Kongo au kutaka kupora ardhi yake. Kama kweli tungekuwa Kongo kwa ajili ya madini, Rwanda ingekuwa tajiri mara 100 zaidi ilivyo leo, amesema Kagame, akiongeza kuwa chanzo cha vita DRC kinajulikana lakini hakukitaja moja kwa moja. Amezungumzia pia vitisho vya jumuiya ya kimataifa vya kuwekea Rwanda vikwazo, akitoa kauli nzito: badala kunyamazishwa na vitisho hivyo, nitasongwa na msimamo wangu wa ugaidi na nitawaambia waende zao. Maneno hayo yanaonyesha wazi msimamo mgumu wa Kigali dhidi ya shinikizo la nje. Kuhusu uhusiano wa kihistoria wa Burundi, Kagame amesema zamani Warundi na Wanyarwanda walijiona kama mapacha, lakini Burundi ameamua kujisogeza zaidi kwa Kongo, jambo ambalo amesema alimsumbui, kwani kila taifa lina haki ya kuchagua washirika wake. Kauli hizi zinakuja wakati ripoti kadhaa za Umoja wa Mataifa na Marekani zinashutumu Rwanda kwa kusaidia kijeshi kundi la waasi wa M23 kwa kuwapa mafunzo, silaha na usaidizi wa kimkakati. Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa imeitaka Kigali kusitisha msaada huo na kuondoa wanajeshi wake katika ardhi ya Kongo, huku Washington ikiweka vikwazo kwa baadhi ya maafisa wa Rwanda. Hata hivyo, serikali ya Rwanda inaendelea kukanusha madai hayo na kusisitiza kuwa imejikita katika kulinda usalama wake na kuchangia amani ya kikanda. Mzozo unaendelea kuzidisha mvutano wa kidiplomasia kati ya Kigali na Kinshasa, huku hali ya usalama mashariki mwa Kongo ikiendelea kuwa tete. Kwa habari zingine zaidi tunaunganisha moja kwa moja na wenzetu wa Radio Cup, kisha tutarejea tena baadaye. Lakini kabla hapo, tungependa kuwajulisha wasikilizaji na watazamaji wetu wa Kivu News Info jambo muhimu sana katika kipindi hiki kigumu ambacho sote tunapitia. Kudhibitisha taarifa kabla ya kuzisambaza kwenye mitandao ya kijamii ni miongoni mwa hatua za msingi za kupambana na ujumbe wa chuki, hasa katika wakati huu wa mgogoro wa kibinadamu na kiuchumi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari za uongo na upotoshaji zinaweza kuchochea hofu, vurugu na kugawa jamii yetu. Basi tungependekeza kwa wasikilizaji wa Kivu News Info na wananchi wote kuwa na utaratibu wa kuchunguza chanzo cha taarifa kabla ya kuzisambaza. Ni muhimu kujua habari imetokea wapi, imeandaliwa na nani na inalenga kufanikisha lengo gani. Si kila kinachoonekana kwenye simu au mtandaoni ni cha ukweli. Basi tuchukue tahadhari, tulinde amani yetu na umoja wetu kwa kutumia vyema haki ya kupata na kutoa habari. Radio Kapi. Jimboni Ituri, zaidi ya watu 20,000 wana uwezo tena wa kupata maji safi pa kilomita na kilomission kaskazini ya Bunia mtani Jugu. Ni kutokana na ujenzi wa mifumo miwili ya kusambaza maji safi na kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu CICR. Waziri wa madini Louis Watum Kabamba
alihudhuria siku ya tatu mjini Washington nchini Marekani katika mkutano wa kwanza kuhusu madini maalum. Alipata wakati kwa kupongeza mpango huu wa Marekani unao lengo ya kukaza uhusiano wa kimataifa kuhusu usafirishaji wa jukumu wa madini maalum. Pambandaka, kundi moja la wanaojijulisha sawa raia wa mapinduzi, linaomba rais wa jamhuri ya amrishe kuvunjwa kwa baraza ya bunge ya jimbo la Equateur. Ni kupitia kibarua kilichotangazwa mwanzo wa juma hii mbele ya wapasha habari. Asante kwa kuwa nasi wengi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Mtangazaji ni mimi Jean Désiré Kanyama. Jimboni Ituri, zaidi ya watu 20,000 wana uwezo tena wa kupata maji safi pa kilomita na kilomission, maeneo yanayopatikana kwenye umbali wa kilomita 55 kaskazini ya Bunia mtaani Jugu. Ni kutokana na ujenzi wa mifumo miwili ya kusambaza maji safi na kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu CICR. Kwa mjibu wa kiongozi wa sekta ya Banyari Kilo, mradi ule unawakinga watu walioishi kila siku katika hatari ya mashambulizi ya waasi wa makundi ya silaha wakienda tafuta maji machafu nafasi ya mbali, na tena unaruhusu kupunguza idadi ya vitendo vya ubakaji na magonjwa ya kuendesha kutoka maji machafu. Taarifa ya Isaac Remuyope, usome wa Jean-Claude Lokidili. Kazi za ujenzi wa mitandao hii ya usambazaji wa maji safi ya kunywa zilihusisha kupata eneo safi wa maji, ujenzi wa eneo ya kuyalinda, ujenzi wa mifumo ya kusukuma maji kupanda juu inayotumia nguvu za jua, pamoja na ujenzi wa visima vya umma yani borne fontaine. Vifaa hizo sasa zinawezesha upatikanaji wa maji safi kwa vijiji 13 vya sekta ya Banyari Kilo, kwa jumla zaidi ya wakazi 20,000 wanaopewa maji safi moja kwa moja. Kazi hizi zilitekelezwa kwa kipindi cha mwaka moja, zilikabidhiwa ama zilirudishwa rasmi kwa viongozi wa eneo siku ya Jumanne kwa furaha kubwa ya wananchi. Maeneo ambapo zamani wakazi walilazimika kuchota maji katika mabonde ambapo kulikuwa na visima visivyo safi. Hali hili liliwaweka wanawake na wasichana katika hatari kubwa ya kushambuliwa na wanamgambo pamoja na kukumbwa na vitendo vya unyanyasaji wa kingono, anaeleza mkuu wa sekta ya Banyadi Kilo Innocent Madukadala. Toka Bunya, naitwa Jean-Claude Lokidile, Radio Okapi. Katika jimbo la Kivu Kaskazini, hali libaki ya kushurutisha hii siku ya 4 katika kipande kubwa cha sekta ya Katoi mtaani Masisi. Kwa mjibu wa duru za mahali, mapambano makali yaliendeshwa siku ya 3 katika maeneo ya Kaunda na Kirambo kati ya waasi wa AFC M23 na wazalendo. Vurugu zingine za silaha ziliendeshwa huko tangu mwanzo wa mwezi huu wa Februari na kuharibu makazi ya kiuchumi na ya kijamii katika pande hilo la mtaa wa Masisi. Upotevu wa shule unagusa familia nyingi katika mji wa Bukavu, jimboni Kivu Kusini, kinyume cha uharibifu wa makazi tangu kudhibitiwa kwa mji na waasi wa AFC M23. Kwa mjibu wa uchunguzi ulioendeshwa na shirika lisilo la kiserikali Emina Mwanda Plus, karibu watoto 5,000 wanapatikana katika hatari ya kuacha masomo kutokana na ukosefu wa fedha. Malizo mengi nao Jean Kasami kutoka mji wa Bukavu. Matokeo ya upelelezi ulioendeshwa na shirika Emina Mwanda yanatisha. Watoto zaidi ya 5,000 wako hatarini kuacha shule ifikapo kati ya Februari kama hakutakuwa hatua za haraka. Madhara ya kuachwa shule ni makubwa. Shokano Anne Marie ni mmoja wa watoto walioachishwa masomo sababu ya vita iliyoharibia wazazi milango ya mapato. Nilikuwa eleve wa ku École Française de Karale 6e, mais nilishaacha juu ya bazazi yangu balikosa moyen. Nishekala niko nafaa commerce. Mingi nisiko mipeke mwetu. She wote tuliacha juu hakuna tena moyen ya kutusomesha. Mzazi huyu Mugisho Eli anasikitika kuona hana tena uwezo wa kusomesha watoto wake. Watoto hawayakula depuis asubuhi, tena unaanza nionyeshe vya kusoma. Pako na shinda nacheza pale na kugombana, ndafai. Tuko na shinda kunyumba kucheza mangu raju, hakuna makazi. Hata wafanyabiashara nao pia pamoja na wachimba madini wanakumbwa na ukosefu wa ajira sababu njia zote kwenda vijijini zimekuwa hatari kiusalama. Jean Kasami, Radio Okapi. Jimboni Maniema, vitendo vya ushambulizi wa silaha vinazidishwa mjini Kindu. Mwisho wa juma jana, wajambazi walitembelea makao mengi ya watu na kuiba vifaa vingi vya lazima.
Vitendo vya mwisho ni vile vya ushambulizi wa watu katika eneo la block RVA Katabasoko. Liwali wa jimbo walitembelea eneo hilo akisindikizwa na memba wa shauri ya usalama na wa serikali yake. Musa Kabwankubi Moise anaomba wakazi wahusiane na mashirika ya usalama kwa kushika waadui wale wa amani. Waziri wa madini alihudhuria katika mkutano wa kwanza kuhusu madini ya kimkakati ulioandaliwa na serikali ya Marekani pa Washington DC siku ya 3 tarehe 4 Februari. Wajumbe wa nchi 15 walishiriki katika mkutano ule ulioruhusu waziri Louis Watum Kabamba kupongeza mpango wa Marekani unaolengwa kukaza uhusiano wa kimataifa kuhusu usafirishaji wa jukumu wa madini maalum. Alikumbusha nafasi ya msingi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mpito wa nishati duniani pamoja na 70% ya mazao ulimwenguni ya madini za cobalt na karibu 10% ya madini za shaba. Alijulisha kwamba usafirishaji wa madini nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulipitisha dola za Kimarekani miliardi 25 mwaka wa 2024. Upande mwingine, makazi ya ujenzi wa mabarabara yaliyopangwa katika mradi Chile Jelu yalianzishwa siku ya 3 Pakananga katika jimbo la Kasai Central kisha kusimamishwa miaka 3. Kiwanda Arab Contractor kinatimiza makazi yale katika mabarabara yenye urefu wa kilomita 35 mkato 6 yenye lengo ya kurudisha mabarabara ya mji wa Kananga katika hali ya usawa. Duru za mahali zinajulisha kwamba wakazi wa mji huo wanafurahishwa na kuanzishwa kwa makazi yale. Pambandaka, watu wa moja wanaojijulisha sawa raia wa mapinduzi wana huzuni. Wanaomba rais wa jamhuri aamrishe kuvunjwa kwa baraza ya bunge la jimbo la Equateur kupitia kibarua kilichotangazwa mwanzo wa juma hii mbele ya wapasha habari. Walalamikaji wanashutumu baraza ya bunge ya jimbo la Equateur kujiingiza katika masuala ya uongozi wa makazi ya serikali ya jimbo. Taarifa ya Asken Zigbiatayoro, usomi wa mshiriki wetu Elise Kavira. Watu hawa wenye hasira tayari wameanzisha kampeni ya kukusanya saini miongoni mwa wakaaji wa Mbandaka. Kulingana nao, wakipata saini za watu 25,000 zingetosha kudai kuvunjwa kwa bunge la mkoa wa Equateur kutokana na mapungufu makubwa ambayo wameona katika utendaji wa kazi za manaibu wa jimbo. Hata hivyo, bunge la mkoa wa Equateur linaamini kuwa ombi hili halina uhalali wa kisheria wa kuhalalisha kuvunjwa kwake. Wakaji wengine wanasema kwamba manaibu wengine wanajifanya kuwa makamisha ama komisioner, kwani kazi yao ni kuwatafutia ndugu zao makazi ndani ya taasisi za umma. Operesheni ina lengo ya kufikia ukosefu wa maiti ya wamaskini katika mochari ya hospitali kuu ya Mwanda ilianzishwa siku ya 3 katika mji mdogo wa Mwanda jimboni Kongo Central. Mwandalizi wa mradi ule ni mbunge wa jimbo mchaguliwa wa Mwanda Jean Kimboko Ndombasi, anayetamani msongamano wa maiti upunguke katika mochari hiyo moja peke yake ya Mwanda. Katika tangazo alijulisha kwamba chumba hicho cha baridi kina wafu wengi wakosefu, hali inayopelekea wapya kukosa nafasi ya kuweka maiti. Anaomba wakuu wote wenye ushawishi wa mtaa wa Mwanda washiriki katika mradi ule ili ufanikiwe. Masemi ya Jean Kimboko Ndombasi yalichukuliwa na Nana Plurish Mambu. Mwenzetu wa Bukavu Jean Kasami anatafsiri. Mpango huo unalenga kupunguza kiwango cha mili ya wafu ndani ya chumba cha kuhifadhi maiti. Kwa leo chumba hicho kinakuwa na miili karibu 50 ya wasiojiweza. Miili hiyo inasubiri mazishi baada ya kubakilishwa muda wa miezi kadhaa ndani ya chumba cha kuhifadhi maiti sababu ya ukosefu wa pesa za kulipa. Hali ni ya kutatanisha kiasi kwamba maiti nyipya zinaanza kosa nafasi ndani ya morgue. Kiongozi wa mahali ambaye tulimhoji anakosa la kufanya hata kama amekwisha kusanya jeneza ya pata 10. Mimi kama mchaguliwa jimboni ninaleta mkono wangu wa ushirikiano, ila ninaomba wafadhili wengine kujiunga nasi. Tunatarajia ikifika tarehe 1 mwezi wa 3 kusionekane tena maiti hata moja ya mkosefu ndani ya chumba cha wafu cha hospitali kuu ya Mwanda. Karibuni sasa kusikiliza sehemu ya pili ya matangazo yetu pamoja na mshiriki wetu Elise Kavira. Radio Okapi, invité en Swahili.
Wilaya ya Kasuku katika mji wa Kindu, jimbo la Maniema, imerekodi watoto 315 pekee wakati wa kuzaliwa katika miaka mzima wa 2025. Kwa hiyo meya wa wilaya hii anahamamisha jamii kuhusu umuhimu wa kurekodisha watoto. Ili kuyazungumzia zaidi, Florence Kizalunga anampokea meya Fatuma Kalonda Marie wa wilaya ya Kasuku. Tuwasikilize. Bi Fatuma Kalonda Marie, jambo. Jambo mama journalist. Kwa mwaka wa 2025 iliyopita, watoto wangapi waliweza kuwa enregistré hapa kuita civile ya komine ya Kasuku? Hapa kwetu ku komine ya Kasuku katika mwaka yenyewe iliyopita tulienregistre watoto 325. Watoto 325 kufatana na ukubwa wa komine inamaanisha inarepresente to gani? Bon, selon mie kama vile mama mwenye kuzaa watoto naona kama ile to iko chini meme ya 20% haikufika. Na kwa nini mama jamaa wazazi hawakuje kuorozesha watoto wao? Wazazi mingi kwanja abiko sensibilize na wazazi mingi abane ile culture ya kwenda watoto kukipimo na kupita nabo hapa kweta civile juu ya kuya kubafaire enregistrer watoto yabo. Tunaonaka tu paka sa mzazi anatafuta kumfaire voyager mtoto wake, njoo unaona na kia mbio meme kunjia ho mama unipatie acte de naissance. Or kupita ile siku 90, mimi mama burgomestre sina tena ile pouvoir ya kukupatishia. Kwa kukupatishia inalomba paka uko chini ya siku 90. Ukapitisha ile siku 90, tutakutuma kule ku tribunal pour enfant ou bien ku tripe, njo naenda kulomba jugement supplétif na unaleta tunakukonfie ile acte. Sasa umesema kwamba wazazi hawasisimue, hawana hiyo information. Nyinyi hapa kukomine mnakuwa mkifanya nini? Hamwezi kusisimua watu ili waje kuweza kuorozesha watoto wao? Hapa kukomine ya Kasuku tunakuwa na ile wakati sasa tunaongisha watu ndoa, njo tunapata wakati ya kusensibiliser. Unaambia wewe waliunga ndoa, na unaambia bale bebe nakia kuacha watu wa ndoa kama kufaire enregistrer mtoto iko ya lazima. Na kisha tena tuko nile mabiro yetu yenye ko secondaire yenye tunatumaka kule yenye iko affecte, njo inapasha kuleta na kwenda usensibiliser wazazi. Komine haina politiki ya kuweza kutuma watu katika hospitali, katika maternite, wakati mtoto anazalika mara moja wanaweza kumwandikisha? Tunatumaka, basi shida yenye iko pale wale wenye tunawatuma kule kwa hospitali ni watu wenye wapokee. Mtu mwenye apokee haiko motive, ana nguvu kutumika, kwani anakuwa na masharti yenye kwa mchunga nini kunyumba. Na njoo ile unaona sababu mtu haiko motive, ile mabarua ile ma acte de naissance yetu abapatia sini aburi, anaya kule kwele acte de naissance atapata hata 100 francs, ndio anachoka yake mwili na narudi anaenda kupumzika kunyumba na apate tena wakati ya kuenda kukazi. Na kama mtoto aandikishwe kwenye kitabu ya serikali, ina consequence gani kwa maisha ya huyo mtoto? Mtoto mwenye aandikishwe ku kitabu ya serikali, kwanza ule mtoto haiko mtoto halali wa ile kizazi wa ule bwana. Kwani we mzazi awenzi kusema mtoto ni wangu na we awamfaire enregistrer. Na ile kukosa kumfaire enregistrer deja ushamsakrifia ule mtoto. Hata siku enye we utakufa, ule mtoto ana droit kukitu ndani ya jamaa. Mwe peke mnajua hii majamaa yetu ya Kongomani. Sasa we peke mzazi ya huko, ule mtoto atabakia kubalabala. Ni faida gani inakuwa ya kuweza kuenregistrer mtoto kwenye buku la serikali? Ya kwanza iko kwanja devoir niko legal. Na ndani ya kumwenregistre ule mtoto anakuwa na shurti ya kupata jina juu ajuikane kama ni mtu wa ile jamaa. Na ya pili tena ule mtoto ajuire na madroa yake ndani ya jamaa. Na ingine ariti ile bitu ya wazazi yake. Ni kawaida mtoto ajuikane kama ni mtoto mkongomani halali na ni mtoto wa mtu fulani. Kama kukua enregistre ule mtoto tunamkisia kama haiko mtoto wako. Nilisikia kama umesema kama mtu aandikishe mtoto wake, ule mtoto haiko wake. Na kuna wazazi wengine wiko na watoto 7, 8 na haya andikishaka hata mmoja. Ndio, kama kwa beba watoto 7, 10 au andikishaka hata mtoto mmoja kukomine, hujue ule mtoto haiko wako. Mtoto kuwa wako ni ule mtoto mwenye ko rekoni kuleta. Donc shauri yenyewe nawapatia wazazi, bale bote benye balisha pitisha siku 90, bende wasiogope bakamone juge. Babapati ma jugement supplétif, bakuye kukomine, bapatishie batoto. Juu tunakuwa nonaka mutu sana kwa mpenda kufaire voyager, njo anakuya mbio. Or muko atesa batoto. Attestation de naissance n'est pas égale à l'acte de naissance.
Acte de naissance ndio document yenye ko valable. Bi Fatuma Kalonda Marie, shukrani. Shukrani kwako mama Florence Kiza. Radio Kapi, dossier en Swahili. Katika mji wa Goma, viongozi wa jamii na washikadau wa eneo wamekuwa wakishiriki tangu siku ya pili katika warsha ya uhamasishaji inayolenga masimulizi ambayo yanakuza umoja na kuimarisha uwiano wa kijamii. Warsha hii ni sehemu ya mradi Ensemble pour l'unité na Kiswahili pamoja kwa amani inayoendeshwa na shirika Umoja in Action kwa msaada wa kiufundi na kifedha kutoka sehemu ya masuala ya kiraia ya MONUSCO. Mradi huo unalenga kuwawezesha wanawake na vijana kupambana na taarifa potofu na matamshi ya chuki. Maelezo yametolewa katika ripoti hii na Rosalie Zawadi. Kuwaleta viongozi wa jamii katika kata la Katoi kuwa mabalozi wa kweli wa kuishi pamoja ndilo lengo la mafunzo haya. Salomo Kambale, msimamizi wa mradi, azani kwamba kuelewa faida za kuishi pamoja ni hatua ya kwanza kuelekea amani ya kudumu. Hii muradi inakuya na jibu kushida mbalimbali ambazo zinaonekana katika komunote yetu. Unaona saa zimoya watu wengine wanajiatake ku wengine kiswa diza haviko accepte, alors que tuko mtu moya tunaposha comprendre kama kuishi pamoja njo italeta maendeleo na italeta amani katika hizi quartier mbili kwanza zenye tumesible, kwa sababu a partir ya hizi quartier mbili tutenda sasa tunasensibiliser Goma mzima. Kulingana na Bernardin Ulimwengu, mmoja wa walimu katika kikao hiki cha siku mbili, ni muhimu kila mtu kuchangia katika juhudi za kuishi pamoja, kwani kukiwa matengano maafa yake yatupata wote. Sio vizuri kusambaza habari ambayo inaweza kutenganisha watu. Tuko na lazima ya kusambaza habari ambazo zinaweza kufavorize muungano na masikilizano kati yetu, kwani wakati tunaona miaka mingi napita tuko katika vita, hakuna ambaye anaweza sema kwamba analala na amani kwa sababu ya vita hiyo. Ni kusema ukosefu wa amani ya mmoja kati yetu nasi inatuletea kutokuwa na amani. Ndio maana nadhani kila mkaaji ana intere ya kuweza kusambaza habari ambazo zinaweza kusaidia watu kuishi pamoja kwa umoja, na kila mtu kazi yake itaprospere. Miongoni mwa viongozi wa ngazi za chini walioshiriki, Bi Jose Ngemba tayari anaona maendeleo yote ambayo kuishi pamoja yaweza leta katika kata yao. Tukitosha ile makalifikasyon yote, tunasema sie bote ni bakongomani, tuvivre pamoja, twende njia moya, iko ya muhimu sana sana kabisa. Batu abayue kama ile tribalisme ni mubaya, me kama muko pamoja mtafungula tali kelemba. Mwenye alikuwa povu atakuwa rich, mwenye akukua na yu afanya kazi, mwengine atamsaidia na ataelewa maisha ni nini. Wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, ni hapo ndipo tunafikia mwisho wa taarifa yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 6 za mwezi wa pili mwaka 2026. Na tunawashukuru kwa kuwa nasi tangu mwanzo hadi mwisho, na tunatoa pia shukrani zetu za kipekee kwa wenzetu wa Radio Kapi kwa ushirikiano na habari zao tulizozitumia katika matangazo haya. Endeleeni kufuatilia kwa taarifa za kuaminika na msisahau kudhibitisha kila habari kabla ya kuzisambaza ili kulinda amani na umoja wetu. Na kwa niaba ya timu nzima Kivu News Info tunatakia siku njema yenye utulivu na matumaini. Ila kabla ya kuondoka ni kujuza tu kwamba kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare, na kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana tu kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Endelea kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp na ukatujuza unatusikiliza ukiwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine ambacho ni muhimu zaidi, unaweza kubonyeza kwenye titre ya habari hii na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description ambako utakutana na linki mbili. Linki ya kwanza ukibonyeza itasababisha unajabone kupitia channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili ukibonyeza iza kuklike itakupeleka moja kwa moja huko kujiunga pamoja nasi kupitia grupu letu la WhatsApp. Na baada ya kufanya hivyo itasababisha usipitwe na chochote kipindi ambako tutakuwa na kupostia habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Teroje Longa, sana la ziada la tu. Acha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo ya tarehe 6 za mwezi wa pili mwaka 2026.
Acha basi nikutakia asubuhi njema na tukutanane tena kwenye taarifa zetu zingine zijazo.